apewe Bwana, apewe Bwana. Nikwambie tu, kwenye maisha ya Ukristo, kwenye maisha ya wokovu, usimwangalie mtu, usimtazame mtu kwa namna yoyote ile, hata angekuwa ni mzazi wako. Kwenye mambo ya wokovu usimtazame mtu. Wokovu sio rahisi kama nyinyi mnavyofikiria. Wokovu ni kazi ngumu. Nikukonyeze kidogo. Unafahamu kuna watu bora umtukane mchungaji wake lakini sio kanisa lake. Unafahamu hicho? Lakini sio jengo la kanisa, sio jina la kanisa lao. Kuna watu hata waliomuua Yesu, unafikiri walimuua Yesu kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu walikuwa wanatoka kwenye makanisa yao wanamfuata Yesu. Biblia inasema hivi, hamuoni kwamba huyu ameanza kuwa na wafuasi wengi kuliko sisi? Tukiendelea kumwacha huyu jamaa atatusumbua huyu. Akatokea mtu mmoja mwelewa akasema hivi nyie hamuoni ya kwamba afadhali mtu mmoja afe tuokoe wengi? Kwa hata vita ulionayo, hata watu wanaopambana na wewe, sio kwa sababu umekosea. Wanaweza katafuta neno hili moja tu katika maneno 10 uliongea, wakatafuta neno la kukushtaki. Haujanielewa, ndio maana unaniangalia kwa huruma. Kwani Danieli ilikuweje mchungaji? Wakatafuta sababu katika sheria ya makosa tendaji, akiwa ni waziri wa nchi ya Babeli. Wakatafuta huko kosa, wakafanya nini? Wakakosa, hawakulikuta kosa. Wakasema huyu jamaa hatutapata kosa lolote isipokuwa kwa habari ya Mungu wake. Kwa wakaanza kutafuta kosa kwa habari ya Mungu wake. Kuna watu kiligusa kanisa lao, nakwambia mnakosana. Anakuja hapa hawezi kuongea, hawezi kutembea, wamembebelea na bodaboda na gari, na mchungaji wake ameomba kuwezekana, kiongozi wake wa kanisa ameombaga, akajaribu na kumwambia jaribu na njia zingine. Kuna wachungaji, hii dunia sio ya kwetu. Inawezekana tukaenda tukafika 2030 kwa bahati, kwa muujiza, ila Mungu anaweza kaja kulichukua kanisa lake kesho, mwezi ujao, mwaka ujao, mwaka unaofuata, vyovyote ile anaweza kaja. Kwa huu muda sio wa kumwangalia mchungaji, sio wa kulitetea kanisa. Tetea jina la Yesu, uwe mtakatifu. Biblia inasema hivi, ni Mungu anasema, mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Ni mtu aina gani? Mtu aliyepondeka, anayetetemeka anaposikia neno la Mungu. Mimi Mungu nitamwangalia mtu huyu mtu nitamwangalia kwa ukaribu mno, nitamsaidia shida zake. Anapolia nitamsikiliza, nitambembeleza. Anapopitia ugumu wowote nitamtetea. Mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, aliyepondeka moyo, asiye na kiburi moyoni, asiye na sababu ya kujitetea. Hata kama nabii amefoka, mgeni wa huyu mgeni amefoka, ameongea lakini si habari za kweli. Sasa wewe unaanza kusema ameanza kugusa makanisa yetu, siji kesho. Usije, toka hapa. Tukufurahishe wewe ni nani? Nenda kajaribishe kwa bwanako, kapige chakula, afu nenda kalale chumbani. Afu anakuja anakuomba chakula, mwambie chakula kachukua ile mezani pale na baba Adela. Yaani chakula unashinda kuchukua mezani. Kamwambie hivi, afuone kitakachotokea. Yaani wewe unataka kuishi kwa matatizo. Sasa Mungu ni zaidi ya mume wako. Anasema mimi Mungu, mtu ambaye amepondeka moyo, hana sababu moyoni mwake, anaposikia neno langu anatetemeka. Hamjawahi kusikia hilo neno? Hamjawahi kusikia hilo neno? Ile 66:2. Bwana asema hivi. Ni Bwana asema hivi. Sio mimi sasa. Ni Bwana anasema, mbingu ni kiti changu cha enzi na duniani nimeweka miguu. Sikiliza Mungu alivyo sasa. Anasema hivi, na mahali pangu ambapo nikichoka nataka nipumzike ni mahali gani? Mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote mnavyovitumia hapa duniani, mnavyotengeneza nyumba nzuri, magari mazuri, vitenge vizuri, hizo nywele mlizofunga kichwani, madereni hayo. Mungu anasema ndio niliyefanya vikawepo.
haviwezi kapata kutokea kwa sababu yangu mimi, asema Bwana. Sasa basi, kama vitu vyote mimi ndio nimevitengeneza, mtu huyu ndio nitakaye kuangalia. Mtu gani? Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, anayetetemeka. Kama kuna mtu anahubiri vitu vya maana afu unachukia, Mungu anakuchukia zaidi. Kama tunafundisha vitu vya maana afu unachukia, nataka nikufundishe kuikimbia dhambi, kuishi maisha matakatifu, kushinda dhambi. Mungu akikuona kwenye moyo wako umeshinda, Mungu anajivunia wewe, anatembea na wewe. Hivi umewahi kujiuliza, kama sisi tunaomba tunasema kwa jina la Yesu toka, tatizo uliloomba wewe ukafunga wiki moja halikutoka, mimi nasema kwa jina la Yesu toka, na tatizo linatoka. Umewahi kujiuliza tofauti ikoje? Kuna wachungaji hawawezi kunipa madhabahu kama alivyonipa babako kusimama hapa juu, imezungushiwa vichuma, hamna mtu kupanda. Mimi mgeni natakiwa nisimame hapa, mimi nakwambia sana kusanua. Kwa sababu gani? Kule ameweka vitu vyake. Mganga alimwambia ukipandisha mtu mwingine kule mbele umeharibu dawa, kanisa linaanza kufa. Kwa natakiwa pande mtu huyu, yaani hata uwe na upako kiasi gani, mchungaji msaidizi, upande pale kwenye ile madhabahu, na kuna mtu maalum wa kufungua, na akifungua anarudi nyuma, utafikiri mpaka baba apite kule mbele. Utumwa ujinga huo. Naongea vitu vya kweli au nadanganya? Sasa Mungu anasema mimi nitakaye muangalia, sio shemasi, sio mzee wa kanisa, sio mchungaji, sio nabii na mtume, sio askofu. Mtu nitakaye muangalia mimi, nitakayefanya kazi ndani yake, nitakayeishi na yeye, ni mtu ambaye amepondeka, anaposikia maneno yangu, anayenyenyekea, mtu ambaye atakuwa mwaminifu, atakayekaa mbali na dhambi. Nitakaa na yeye, nitamtumikia, nitamwongoza, nitamtokezea, nitamjulisha mambo makubwa mazito ambayo hata yeye hakuomba, nitamjulisha. Unaelewa? Sema bila. Kwa pepo halitoki kwa sababu umefunga sana mlimani. Pepo halitoki kwa sababu umekaa mwezi mmoja mlimani. Pepo linatoka kwa sababu Mungu anakaa ndani yako. Amekuamini, amekuamini. Sema mimi tena, nasema upokee kwa jina la Yesu. Kama Mungu amekuamini, uwe mzima kwa jina la Yesu, ubarikiwe kwa jina la Yesu, ukafanikiwe kwa jina la Yesu, ukawa imara kwa jina la Yesu. Kama mbingu zimekuamini, hilo pepo ambalo limekaa na wewe miaka yote hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Unanielewa? Sema naelewa. Kama mbingu zimekuamini na haujatenda dhambi, haukumkosea Mungu, umeonewa tu. Kama Lazaro alikaa kaburini, ameonewa, hana hatia. Yesu akasema ugonjwa alionao Lazaro sio wa kumuua, ila wacha watimize jambo lao, afu sisi twende tukawashangaze. Yesu akasema tutaing'oa maiti kule kwenye kaburi, tutaing'oa kwenye jeneza, tutang'oa afu tuwashangaze.